Nam nikukaribisha katika mshike mimi ni Akida Kilango, tafadhali kwa nami hadi tamati. Tukianza kutazama tuliokuandalia usiku huu, mabingwa wa Tanzania Yanga Sports Club leo wamefanya mazoezi ya mwisho mjini Tizi Ouzou nchini Algeria tayari kuendea mchezo wa pili wa makundi ligi ya mabingwa Afrika hapo kesho dhidi ya JS Kabylie, mchezo utakaopigwa na kuonyeshwa mubashara kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV. Mara baada ya kukamilika kwa mazoezi hayo ya mwisho, kocha mkuu wa Young Africans Pedro Gonçalves na pamoja na kuhudhuria mazoezi hayo mbali hudhuriwa na viongozi wengine, huku wote wakionekana kufurahishwa na programu hiyo ya mwisho kabla ya kusaka alama 3 za ugenini kwenye mchezo wa pili hapo kesho. Mwenzetu James Samuel alikuwa ni shuhuda wa mazoezi hayo na hapa ametutumia taarifa ifuatayo. Ndani ya uwanja wa Hossein Ait Ahmed, uwanja ambao ni nyumbani kwa JS Kabylie, wapinzani wa Young Africans kwenye mchezo wa pili wa kundi B michuano ya CAF Champions League. Baada ya kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Ali kule Cairo, wanarejea nyumbani kwa wenyeji wa Young Africans ambao wao walishinda mchezo wa kwanza kule Zanzibar Amani Complex. Na mchezo huu maandalizi yashafanyika mpaka mwisho, na kwa wakati huu Yanga wako hapa kufanya maandalizi yao ya mwisho muda wa mchezo, na ndio wakati ambao mchezo huu utachezwa hapo kesho majira ya saa 11 kwa Algeria, lakini ni majira ya saa 1 usiku kwa nyumbani Tanzania. Kikosi kizima cha Yanga kiko hapa kikifanya mazoezi ya mwisho, lakini vile vile kupita na kuutazama uwanja ambao utaenda kutumika. Ni uwanja wenye uwezo wa kuingiza mashabiki 55,000 na unapatikana hapa Tizi Ouzou. Ni uwanja ambao hauna miaka mitatu toka uanze kuzinduliwa na uanze kutumika na klabu ya JS Kabylie. Kama ambavyo unatazama siti za uwanja huu zenye njano na kijani, ndivyo ambavyo rangi ya jezi za klabu hii ama rangi ambayo inaitambulisha jezi hii. Young Africans wako hapa kutafuta matokeo baada ya kupata matokeo ya kwanza kule Zanzibar. Imani yao kwa Pedro Gonçalves, uongozi mzima na wachezaji wanaamini hapa wana uwezo wa kupata alama 3 nyingine. Tuko hapa kukujuza kila ambacho kitakuwa kinaendelea, na tumekutana na mjumbe wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga Alex Ngai. Alikuwa na haya kuzungumza kutoka kwenye utawala. Cha kwanza tunamshukuru Mungu mpaka kufika hapa kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kuelekea mechi ya kesho dhidi ya JS Kabylie. Ukiangalia kiuhalisia maandalizi yameelekea kukamilika kwa asilimia zaidi ya 95. Kilichobaki sasa nadhani kuelekea mechi tu siku ya kesho. Naona vijana wako kwenye hali kubwa, ukiangalia unaona kabisa mechi wanaitaka, na hii ni Young African brother. Umeona tunajua kwamba mechi kesho itakuwa ngumu, lakini tuna timu nzuri, wachezaji wakubwa wenye uwezo wa kuicheza mechi yoyote ikiwa kwenye mazingira yoyote. Kwa hiyo niwaombe tu wapenzi, wanachama na mashabiki Young African walioko nyumbani na pande nyingine zote duniani waendelee kuiombea timu yao na kuiunga mkono. Naamini kesho tutapata alama. Bango kubwa linasoma CAF Champions League 2025-2026. Ndiyo maana yake hiyo. Young Africans wamefanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja ambao utatumika kwa ajili ya mchezo, na sisi tulikuwa hapa kukujuza kila hatua bila kuacha chochote. Mbele ya kamera yako ilikuwa James Samuel wa Azam Sports, lakini nyuma ya kamera Dickson Chorwa kuhakikisha unapata kila ambacho kimejiri hapa. Tukiendelea kusalia huko Algeria kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika kati ya JS Kabylie na Yanga, kocha wa Yanga Sports Club Pedro Gonçalves amesema hana sababu ya kuhofia chochote kutokana na ubora wa kikosi alichonacho, ila inawalazimu kuwa makini na imara muda wote wa mchezo ili kupata matokeo chanya ugenini. Siku zote ni changamoto, lakini ukweli ni kwamba kwenye vipindi viwili vya mazoezi jana ilikuwa ngumu, lakini nafikiri tangu tuwe hapa malengo yetu ni makubwa sana. Kwa hiyo ninachohisi, tuna timu nzuri yenye kujitoa uwanjani. Muhimu ni kila mchezaji kufahamu majukumu yake, kwa sababu hii ni mechi yenye uhitaji ufundi na mbinu. Hivyo nategemea wachezaji wangu wataenda kutekeleza majukumu yao kwenye mchezo wa kesho. Naye nahodha msaidizi wa kikosi cha Yanga Dickson Job amewataka mashabiki wa timu hiyo kuwa na imani na timu yao, hasa msimu huu ambao wameanza vizuri kwa ushindi kwenye mchezo wa kwanza licha ya kuwa kwenye kundi gumu la ligi ya mabingwa Afrika. Kwangu ni jambo zuri na ni jambo kubwa, kwa sababu nazidi kuongeza experience, lakini
tunachoamini michezo hii inakuwa ni migumu. Kwa hiyo mimi kama mchezaji ni wajibu wangu kuweza kujiandaa na kuwa tayari, na pale nafasi ninapopata kutoka kwa mwalimu basi nikaitumikia nembo ya Yanga na kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo. Baada ya kutangazwa katika makundi, sisi tukajikuta kwenye kundi hili ambalo ni kiukweli ni kundi gumu, lakini tunaamini katika sisi na tunaamini kwenye uwezo wetu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuweza kujiandaa na kufanya vizuri, kwa sababu ukiangalia sisi ni mabingwa kwetu na timu nyingine pia ni mabingwa kwao. Kwa hiyo ina maana kundi letu ni la mabingwa wote. Sasa ni wajibu wetu kupambana na kufanya vizuri. Kwanza imeongeza confidence kubwa kwa sababu tumepata matokeo katika uwanja wetu wa nyumbani na sasa tumekuja ugenini. Kwa hiyo ni wajibu wetu sasa kuendelea kupambana na kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo ugenini, tupate pointi yoyote katika mchezo huo. Wakati Yanga ikitarajia kushuka katika dimba la Hussein Art Ahmed uliopo Bukhalifa, jimbo la Tizi Ouzou, Algeria kesho kwa JS Kabylie kwenye mchezo wao wa pili hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika, mashabiki wa klabu hiyo jijini Dar es Salaam wametoa maoni yao huko wakiwa na imani kubwa na kikosi chao. Mchezo wa kesho kuhusu Yanga, mchezo utakuwa mgumu, hasa ukiangalia wale wenyewe wa Arabu walishapoteza tena kwa magoli manne vile, kwa magoli manne huko kule Misri, na sisi tunakuja kuangalia matokeo ya Yanga waliyopata katika uwanja wao wa nyumbani. Kwa bwana, kiukweli kabisa mechi ya kesho Yanga itakuwa mechi moja ngumu sana. Timu yetu kesho tunaamini tutashinda kwa sababu tuna timu nzuri. Kama yule Mwarabu aliyokuja hapa alipofika Zanzibar amefariki, na huyo pia lazima tafariki, kwa sababu sisi tuna timu nzuri. Naamini katika kundi hili kama yule kamesha kufa na huyo ndo watu wengi wanamwangalia, wao tu waliobakia lazima atakufa. Tumejiandaa vizuri sisi kama mashabiki, tupo tayari kwa support wachezaji wetu kwenye mchezo wa JS Kabylie. Tunaamini kwa uwezo na walivyojiandaa wachezaji na uwezo wa mashabiki, sisi kuwapa nguvu viongozi uwezo wao, tunaamini kesho Yanga Afrika inaenda kufanya vizuri, na ndio mchezo ambao kesho unaenda kutuhakikishia sisi nafasi ya kuwa timu ya kwanza kufuzu hatua inayofuata kwenye michuano hii. Baada ya kuwatazama Young Africans, sasa tukigeukie kikosi cha Simba Sports Club. Baada ya safari ya takriban saa 9 kutoka Dar es Salaam, kikosi cha Simba kimewasili uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bamako Seru nchini Mali kwa ajili ya mchezo wa kundi D ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Stade Malien ya nchini humo utakaochezwa Jumapili saa 1 kamili usiku. Jeshi hilo la Msimbazi limetua saa 8 na dakika 30 mchana kwa saa za Mali, ambayo ni sawa na saa 11 na dakika 30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Baada ya kuwasili huko, kocha msaidizi wa Simba Sports Club Selemani Matola amesema baada ya kupoteza mchezo wao wa kwanza wa kundi D ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico ya Angola, wamekaa na wachezaji kuwaeleza umuhimu wa kutumia nafasi wanazopata na kufunga magoli, maana bila kufanya hivyo hakuna uwezekano wa kushinda michezo. Matola amesema hayo muda mfupi baada ya kikosi cha Simba kuwasili mjini Bamako nchini Mali kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika Jumapili dhidi ya Stade Malien, akisisitiza ni siku hiyo ni kufa au kupona kusaka ushindi. Tumefika salama, lakini safari haikuwa rahisi. Safari ilikuwa ni ndefu sana, kwa sababu ukiangalia kutoka Dar es Salaam hadi Ethiopia mpaka Mali ni umbali mrefu sana, lakini tunashukuru Mungu tumeweza kufika salama kabisa, na tumekuta hali ya hewa ya hapa ni kama hali ya hewa ya nyumbani. Kwa hiyo kwetu sisi imekuwa ni nafuu kwa kweli. Ni kweli kama walivyosema, tulipocheza mechi ya kwanza hakuna mtu ambaye nafikiri alifurahia na mechi ile, lakini hii ni ligi, tuna nafasi ya kuweza kujiuliza. Kwa hiyo hakuna sore katika mchezo wa kesho kutwa. Dudai lazima tukisha tunapata alama 3 katika mchezo wa kesho kutwa, na kiukweli na maandalizi yamekuwa vizuri. Hata wachezaji waliweza kuumia sana na matokeo ya mechi iliyopita, na wote wamekuwa wamefocus na kila mtu ametoa jicho katika mchezo wa kesho kutwa kisha tunapata alama 3. Ujue mwalimu siku zote huwa anaumia sana kama timu inakuwa itengeneze nafasi, lakini kama timu inatengeneza nafasi, kiukweli imekuwa ni kazi nzuri sana inayofanyika. Kwa hiyo kikubwa ni kugeuza nafasi zile kuweza kuwa magoli. Kwa hiyo nafikiri tumeweza kufanya kikao na wachezaji, tumeweza kufanya mazoezi kuhakikisha nafasi zikipatikana kama zile basi ziweze kugeuzwa na kuwa magoli. Kwa kiasi kwamba kama nafasi zile zilizopita tungeweza kuzigeuza kwa magoli, nafikiri leo tusiweza kuongea swala la sisi kuweza kupoteza mchezo ule, lakini ndio mpira. Kwa hiyo tunafocus na katika mchezo unaokuja. Ni kocha msaidizi huyo wa Simba Sports Club Selemani Matola katika mahojiano ambayo amefanya na mwenzetu Baraka Addison Mpenja, amepatana na kikosi hicho cha Simba Sports Club. Huu ni mshike, tafadhali usiondoke.
Asante kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika utakaoikutanisha Stade Malien na wekundu wa Msimbazi Simba, mwenyekiti wa zamani wa Simba Alhaji Ismail Aden Rage ameitakia ushindi timu hiyo, huku akiwataka wachezaji kuingia uwanjani kwa tahadhari kubwa, kwa kuwa Simba ni timu tishio barani Afrika, hivyo kupata ushindi si jambo lele mama. Kocha bado hajakaa muda mrefu na timu. Kwa hiyo nadhani na yeye vile vile itamfanya sasa, kwa kupoteza huu mchezo wa kwanza, na hao wachezaji wenyewe vile vile kwa kupoteza huu mchezo wa kwanza, itabidi wafanye juhudi kubwa kuhakikisha Simba inafanya vizuri, ili na wenyewe waweze kuhakikisha mikataba yao inaendelea. Na nina imani kabisa kwamba katika dirisha dogo litakalokuja, Simba lazima waimarishe safari hii, wapate mawinga ambao wamezoea kucheza winga. Sio wanachukua wachezaji ambao ni midfielders au strikers wanacheza, alafu baadaye wanawahamishia kwenda wingi ya kushoto au kulia. Hilo ndio tatizo lingine kubwa naliona kwa upande wa Simba. Otherwise, all in all, Simba, I wish them all the best. Na kesho kama unavyosema ni siku ya Ijumaa, basi baada ya kumaliza sala ya Ijumaa ile tutapiga tena rakaa zingine mbili. Niwaombee ndugu zangu wa Simba wapate ushindi. Alhaji Ismail Aden Rage huyo akitoa neno hilo kuelekea kwa kikosi cha Simba Sports Club. Lakini sasa tuwatazame mashabiki wa klabu hiyo. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba jijini Dar es Salaam wameendelea kuiombea mema timu yao, wakiwa bado wana matumaini makubwa kuelekea mchezo wao wa pili dhidi ya Stade Malien ya Mali utakaochezwa Jumapili hii na kuonyeshwa mubashara kupitia hapa Azam TV. Nenda kuonyesha quality yetu kwamba katika uwanja wa Mali. Stade Malien ni kwamba ni timu ambayo yenyewe ni ngeni, na timu yote ambayo ni ngeni ni jinsi gani ambavyo tunakwenda kujiuliza nayo. Tutakwenda kujiaminisha na tutarudisha mashabiki katika njia ambayo iliyo sahihi, na mashabiki tusife moyo kwa kuweza kukata tamaa kwa mapema. Mimi naamini kabisa Simba tunakwenda kuvuka katika grupu ambalo tunalokwenda, ambalo tulilokuwepo group D, na tutakwenda kushika nafasi ambayo ni juu. Licha ya kupoteza mchezo wa nyumbani, bado nafasi tunayo kubwa sana, na matumaini makubwa zaidi. Hata kama sijasafiri na timu, hapa nilipo dua zangu zitawafikia na watafanya vizuri, na imani tutarudi na ushindi. Hilo lipo kwa sababu tumeliona kabisa benchi la ufundi, wachezaji wote waliosafiri kwa ajili ya kwenda kuipambania nembo yetu ya Simba Sport Club. Matarajio ni makubwa, hata tukiangalia kilichopita tayari kishapita. Huu ni mpira. Kuna kufungwa, kushinda na kusuruhu. Kwa hiyo lishapita, limepita. Hivyo matarajio yetu sisi hapo huko kwa Stade Malien, kwa sababu ni timu ambayo tunaiona kwenye grupu yetu ambayo inaweza ikatupa pointi nje na ndani. Umeona? Kwa hiyo matarajio yetu makubwa. Na imani tutafanya vizuri sana, kwa sababu kuna mashindano yaliyopita nyuma kwenye michuano hiyo tulifanya hivyo, tukafungwa kama michuano ya mwaka juzi, kitu kama hivyo, kama sio mwaka jana tulipoteza mechi mbili. Kwenye mechi mbili tukapata pointi 0. Kwa hiyo lakini Mungu akatujalia mechi zilizobaki 4 tukashinda. Alama 3 tunaweza tukaibuka nazo, alama 3. Kwa sababu na imani kundi bado lipo wazi. Kwa sababu anaongoza kundi na pointi 3, wengine na pointi moja, sisi hatuna pointi. Tunaweza tukashinda kama na pointi 3 na tukaongoza vile vile kundi. Kwa imani bado ninayo na timu yangu. Baada ya kuwatazama mashabiki wa klabu ya Simba, sasa tuwageukie wachambuzi wa soka jijini Dar es Salaam ambao nao wametoa maoni yao kuelekea katika michezo ya mkondo wa pili kwa timu 4 za Tanzania, huku wakiwa na matumaini ya timu hizo kufanya vizuri, japo wanakiri haitakuwa kazi rahisi. Kuelekea kwenye mechi za pili, kwa mfano Simba anakwenda kucheza Mali dhidi ya Stade Malien, sio timu nyepesi. Stade Malien wamepata sare dhidi ya Esperance. Yanga anacheza na JS Kabylie. JS Kabylie amepoteza mchezo wake wa kwanza, kwa hiyo maandalizi ya hizi timu lazima yawe bora, lakini unajua maandalizi hayawezi kuleta tofauti kama timu yenyewe sio bora, kama wachezaji wako ni wa kawaida kwa level hii. Kwa hiyo matumaini yangu mimi si makubwa sana, kwa maana ya nje ya hapa hatua ya makundi. Mimi sina matarajio kwamba klabu za Tanzania zinaweza kufika robo finali, lakini mimi sio nabii. Ni maoni yangu tu ambayo yanaweza yakawa yasitokee, provided hizi timu zijipange, zijiandae na wazichukulie hizi mechi kama sehemu pia ya kujifunza. Ukiangalia Yanga wameanza vizuri nyumbani zidi ya ushindi wao waliopata zidi ya FAR Rabat, lakini wanaenda mechi ya ugenini zidi ya JS Kabylie. Sio mechi nyepesi. Unajua unapocheza na timu za kutoka kaskazini kuna vitu vingi. Tumesikia jana wamelalamika, juzi walipofika wamewekwa uwanja ndege kwa muda masaa zaidi ya 4, wameshindwa kufanya training kwa siku hiyo walipofika. Lakini bado ubora wa Yanga walionyesha zidi ya walipocheza na Rabat pale uwanja wa Amani,
wana kitu cha msingi wanaenda kufanya, na unaona wanaweza kwenda kupata matokeo ya ushindi ugenini. Lakini ukija kwa Simba, mechi ya kwanza wamepoteza nyumbani dhidi ya Petro de Luanda. Anaenda kucheza mechi ya pili dhidi ya Stade Malien, ambaye watu kwenye group wakati napangwa waliona kwamba anaweza kawa kibondo wa lile kundi. Lakini kwa kumbukumbu, Stade Malien mechi yao ya mwisho wamecheza wamefungwa ilikuwa tarehe 12 Februari 2025, mzunguko wa sita wa ligi yao ya Mali dhidi ya Joruba. Baada ya hapo wamecheza mechi 20 bila kufungwa. Wamecheza mechi 20, wameshinda mechi 16, wametoa sare 4 ikiwemo sare ya juzi ya klabu bingwa dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa hiyo unaona tayari wanarudi kucheza nyumbani wakiwa na hope ya kupata pointi moja ugenini dhidi ya klabu nzuri na kongwe Esperance de Tunis. Kwa hiyo wanajua wanakuja kucheza na Simba, wanajua ugumu wa Simba, wanajua rekodi ya Simba ikoje kimataifa. Kwa hiyo tayari ni mechi ambayo inaweza kawa na muonekano mwingine. Timu nyingi ambazo zinaingia group stage kwa mara ya kwanza kutoka katika ligi yetu ya Tanzania huwa hazifikagi katika hatua kubwa zaidi, kwa maana ya mtoano, robo finali, nusu finali. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba kwa dalili za michezo timu zilizopita ambazo zimekuja group stage kupitia ligi yetu ya Tanzania katika kombe la shirikisho au klabu bingwa, mwisho wao unakuaga ni hapa hatua ya makundi. Kwa hiyo kwa upande wa Yanga nawapa matarajio makubwa sana kwenda robo finali kwa sababu wameanza vizuri. Pia ni kwa sababu timu ambayo msimu uliopita tuliona alipoishia na msimu wa nyuma pia Mamelodi ndio walifanya toka robo finali. Kwa hiyo wana experience kubwa katika haya mashindano na katika hizi hatua. Ni hivyo hivyo kwa upande wa Simba. So mara ya kwanza Simba kuanza kwa kufungwa. Namni wachambuzi wa soka hawakitoa maoni yao kuhusiana na hili ambalo tunaliendea mwishoni mwa juma, na kwa sasa naungana na mchambuzi wetu Philip Nkini kwa ajili ya kuweza kutazama kile ambacho tunakiendea weekend hii. Karibu sana Philip Nkini. Mambo mazuri kabisa. Kwa kile ambacho mashabiki wamekizungumza tumekisikia, kocha tumemsikia, na wote waliozungumza kwa jumla wao tumewasikia. Kuelekea katika mchezo wa kesho, Young Africans wakiwa na kipiga kule Algeria dhidi ya timu ambayo imetoka kupoteza 4-1, lakini unapozungumzia 4-1 tukumbuke ni dhidi ya nani? Dhidi ya Al Ahly. Kwanza mchezo huu unautazama kwa muktadha upi? Ni mechi ngumu, sio mechi rahisi, kwa sababu kwanza umeshasema ya kwamba wenyewe wamepoteza ugenini, ambao kwenye bezi ya soka la Afrika kupoteza ugenini hakuna mtu ambao anajali sana. Lakini wanarudi nyumbani, sehemu ambayo lazima ndo wameweka mikakati, ni sehemu yao ya kupatia ushindi. Na kwa timu nyingi za Algeria, Tunisia, Misri, bezi yao kubwa sana ni kupatia ushindi nyumbani, na zimekuwa zikifanya hivyo, kwa sababu hao wenyewe ambao wanacheza na Yanga kwenye mechi 17 wamepoteza mechi moja tu pale nyumbani, lakini wametoka sare mechi 3. Kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba ni sehemu ambao wametengeneza bezi yao, na hiyo mechi walipoteza dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba wameshajiweka vizuri. Lakini kwa Yanga nao pia hawana shaka na Algeria, kwa sababu ni sehemu ambao wameenda na wameshapata matokeo. Nakumbuka kwenye finali ile ya kombe la shirikisho ambao Yanga alipoteza hapa nyumbani, lakini akaenda ugenini akapata ushindi. Lakini kwenye mechi 3 alizocheza pale, 2 ndo amepoteza, 1 ameshinda. Kwa hiyo nafikiri ni sehemu ambao anaijua. Ameshaenda pale, anajua jinsi palivyo. Hali ya hewa anawezekana akawa ameshaizoea, kwa sababu amekaa pale nafikiri zaidi ya siku 3 mpaka sasa. Kwa hali ilivyo kwa miaka ya hivi karibuni, ilikuwa si rahisi kusikia timu imesafiri kwenda sehemu fulani, mizigo yao imezuiliwa, labda timu imezuiliwa. Lakini kwa Young Africans waliposafiri hivi majuzi, walikutana na kadhia hii. Je, hii ni kwamba JS Kabylie kwa namna moja ama nyingine wanaihofia Young Africans kuelekea mchezo wa kesho? Hii kwanza kwa Yanga haitakiwi kuwatoa mchezoni. Inatakiwa ionyeshe kwamba wenyewe ni wakubwa. Timu nyingi ambazo zinafanywa hivyo ni zile timu ambazo tayari zishatengeneza base, ni timu kubwa kwenye soka la Afrika. Kwa hiyo ukishaona unafanywa hivyo, ujue kwamba mpinzani wako anakuogopa. Kwa hiyo na Yanga ambao wameshafikia kwenye wamefuzu huku mara nyingi sasa hivi, uweze ukasema kwamba Yanga ni wageni. Lazima ni kitu ambacho walikuwa wameshajiandaa nacho, kwamba kuna vitu watakutana navyo ambao sio vya kawaida. Kuna wakati mwingine waliwahi kwenda wakapewa basi bovu, kuna wakati mwingine wamewahi kwenda ikatokea hali kama hii tena wakakaa hapo timu muda mrefu. Kwa hiyo lazima kwenye hali yao ya kisaikolojia walishajiandaa na hili. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba wapinzani wao wanaogopa ya kwamba hawa tukiwaacha kawaida kuna kitu wanaweza wakafanya cha ajabu hapa nchini kwetu. Kwa Yanga hii ni kuwapa motisha kwamba waende uwanjani waonyeshe ubora wao. Hawana hofu na wingi wa mashabiki ambao wamekuwa kijao uwanjani, kwa sababu imeshawahi kutokea wamewaona mashabiki wengi kwenye finali. Nafikiri unakumbuka ulikuwa una mpaka na vurugu na nini. Kwa hiyo kikubwa ni wenyewe kwenda uwanjani kuhakikisha kwamba wanapata ushindi. Wakishakusanya pointi zao 6 watajua mwakani wanakuja kutafuta angalau pointi 3 au 4, wanafuzu watu wa robo finali ambao ndo target yao ya kwanza kwa sasa. Philip Nkini, kwa kuwa umezungumzia usafiri, si vibaya sasa tukaukia Simba Sports Club ambao wao kwa faida ya picha ambazo tumeweza kuzishuhudia hapa, basi walilopanda ukiangalia lina chapa ya Stade Malien. Wameamua kulipanda basi hilo.
Sasa inawezekana Simba walishaangalia kwenye mazingira yao, kwa sababu kama ukiwasemea Simba kwenye hizo hali wameshazizoea. Mara nyingi sana wamekuwa Simba hawatumii vifaa vya wenyeji. Unajua wanakuambiaga kwamba watu wao wamesafiri wiki moja, watu wao wamesafiri siku 7 au 8 kabla. Kwa hiyo wanaenda kuandalia mazingira. Kwa hiyo kama walienda wakaandaa mazingira alafu wakaona ya kwamba wanaweza wakapanda basi la wenyeji alafu bado wakawa salama, hilo ni la kwao. Lakini kwenye soka la Afrika huwa mara nyingi haishauriwi sana. Tumeshawahi kuona mara nyingi hata Simba wanaenda ugenini, wanapewa basi, lakini wanaona kwamba ili hatuwezi kulitumia, wanapanda mashabiki, wanapanda viongozi, wachezaji wanapewa basi lingine. Na hata hapa kuna timu zinakuja tunaona zinafanya hivyo hivyo. Sio kwamba zinakuwa zimefanywa vile vitu, lakini kwa sababu wanaamini ya kwamba bwana kuna kitu kinawezekana kisiwe sawa zaidi. Kwa hiyo nafikiri kwao watakuwa walishafanya research yao vizuri, wakagundua ya kwamba tukipanda hili hakuna tatizo lolote ambalo linaweza likatokea. Lakini kwa sasa tutazame ratiba ya Champions League kuweza kuona hali ilivyo upande huo nkini, ili sasa uweze kutufahamisha ugumu wa yale ambayo tutayashuhudia kupitia kisimbuzi chetu cha Azam TV, na ratiba ndio hiyo nkini kama ambavyo unaweza kuiona. Ukitazama hiyo mechi ya kwanza ya Yanga ndio hiyo ambayo tumesema ya kwamba hawa wana base yao, wako nyumbani na wanachotaka ni kuhakikisha kwamba wanapata angalau pointi 3 za kwanza. Yanga anakwenda ugenini, sehemu ambao hata ukifuatilia kwenye michuano mara nyingi wamekuwa wakipata sana pointi ugenini. Yanga sio wageni sana kwenye kupata pointi ugenini, lakini wanaenda kucheza na timu ambao base yake kubwa sana ni nyumbani. Kwa hiyo kikubwa ni wenyewe kwenda kutafuta vitu viwili. Ukishindwa kushinda basi angalau upate sare. Pointi 1 kwa Yanga inaweza ikawasogeza kuwapeleka sehemu nzuri zaidi kuliko kupoteza huo mchezo. Wakienda mwakani watajua kwamba tayari wana pointi 4, watategemea Ahal na AS FAR Rabat nini ambacho kimetokea kwenye hiyo mechi ambao pia nayo sio mechi rahisi kwa sababu ni saa 4 kamili usiku. Lakini kwa upande wa kundi ambalo wapo Simba, hapa nikizungumzia kundi D, wapo Petro Atletico, mchezo utakuwa ni Novemba 29 saa 1 kamili usiku wakipiga dhidi ya Esperance de Tunis. Mchezo nao pia huo utakuwa mubashara kupitia Azam TV, lakini mchezo mwingine utakuwa ni Stade Malien ambao wenyewe watakipiga dhidi ya Simba Sports Club. Na haya ni matokeo ya Simba Sports Club Philip Nkini ambao tunazungumzia hapa kwa sababu katika mchezo wa kwanza wamepoteza, lakini si vibaya tukaangalia sasa wanapokuwa na kwenda away huwa ni nini wanakivuna. Ukitazama kwenye hizo mechi 5 hapo, picha halisi inakuonesha ya kwamba kuna mechi ambazo wamepoteza mechi 3, wametoka sare mechi 2, wameshinda mechi 1. Huwezi ukawasifu sana ya kwamba wana base nzuri ugenini, lakini bado unaweza ukawapongeza kwenye hicho ambacho wameweza kukipata. Kwenda kutoka sare Afrika ya Kusini, kwenda kutoka sare Angola dhidi ya Bravo de Maquis, bado kuna kuonesha kwamba kuna kitu ambacho wenyewe wanaweza wakafanya kwenye huu mchezo. Ingawa ni mapema sana kuamini hilo, kwa sababu mpinzani wanaenda kucheza naye ni mpinzani tofauti na wale ambao wamekuwa wakicheza nao. Wanaenda kucheza na timu ambayo tayari imeshajitengenezea bezi sana nayo nyumbani kwao. Wanajua kutoka nyumbani kwao kwenda kuchukua pointi nje ni kazi ngumu. Lakini kikubwa wanachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba wanashinda mechi yao dhidi ya Simba. Na Simba wanajua kwamba wakipoteza hii mechi watajipa mzigo mkubwa zaidi. Sio kwamba watakuwa hawawezi kufuzu kwenda hatua robo finali, lakini utakuwa ni mzigo mkubwa zaidi wamejipa, kwamba watatakiwa lazima wapate ushindi angalau kwenye mechi zote zilizobaki. Kipindi fulani hapo nyuma walianza wakiwa mkiani, lakini baadaye kafanikiwa kutinga katika hatua inayofuata. Lakini kwa faida yule ambaye anatazama muda huu, tupite katika matokeo ya Young Africans ambayo wamekuwa wakiyapata pale wanapokuwa wapo ugenini. Ukiwatazama Yanga sasa hapa unavyowaona, Vitalo ya Burundi, Yanga alipata ushindi wa goli 4 akiwa ugenini, lakini CB Yanga pia akashinda, akaenda kupoteza kwa MC Alger ambao ni huko ambapo Yanga yupo sasa hivi, sare na Mazembe, lakini El Hilal Yanga akapata ushindi. Na hii mechi ya Hilal nakumbuka Yanga alifanya vizuri zaidi nyumbani kuliko alivyocheza kule ugenini. Kwa hiyo kikubwa kinachoonekana hapa ni kwamba nao pia wana matokeo mseto, lakini bado unaona ya kwamba bezi yao ya ugenini ni nzuri zaidi kuliko wanapokuwa nyumbani kwenye michuano hii ya CAF. Kwa hiyo bado tuendelee kuamini ya kwamba kuna kitu kikubwa zaidi wanaweza wakakifanya kwenye huu mchezo wa kesho kuliko kile ambacho walikifanya hapa nyumbani, pamoja na kwamba walishinda. Kwa kuwa tunazungumzia Young Africans, si vibaya sasa tukatazama yale ambayo huwa anayafanya pale anapokutana na timu ambazo zinakipiga kule Algeria. Hapa nikimaanisha katika ligi ya mabingwa, lakini pia hata katika upande wa kombe la shirikisho. Tutatazama na ratiba iko hivi, hapa matokeo yapo hivi. Ukitazama kwenye hizo mechi 3 zinakupa picha ya kwamba bado wana uwezo wa kushinda, kwa sababu Usma, unakumbuka ilikuwa ni mechi ya finali. Na ni mechi ambayo ilijaza mashabiki wengi na wenyeji hawakutaka kupoteza nyumbani, lakini bado Yanga akapata ushindi.
Cerro Belouizdad waliwapoteza Yanga walipoteza ugenini, lakini unakumbuka mechi ya hapa nyumbani nini ambacho kilikuja kutokea, walipata ushindi lakini wakaja tena wakapoteza kwa MC Alger. Hizi ndo zile mechi tatu nilizokuwa nakwambia kwamba walicheza ugenini, hizi mbili wakapoteza. Hii wanaoenda sasa hivi ni kipindi tofauti. Kipindi hichi Yanga walikuwa hajatengeneza base nzuri sana ya timu yao kama ilivyo kwa sasa. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi wanaweza wakaonesha kiwango bora zaidi kuliko kwenye hizo mechi tatu ambazo wamecheza, wakiwa wanahitaji angalau kupata pointi 3 ambazo zitawafanya wawe na pointi 6 kujitengenezea mazingira mazuri zaidi. Mkini sekunde chache kutoka sasa tunaelekea kupata muktasari wa pili, lakini kwa kuhitimisha picha gani kwa ujumla unaipata kuelekea michezo hii ya weekendi kwa timu za Tanzania kwa upande wa ligi ya mabingwa? Na kwa upande wa ligi ya mabingwa mimi bado naamini timu zetu zinaweza kufanya vizuri kwa sababu zimeishawahi kuonesha huko nyuma, na kikubwa ambacho zinatakiwa kufanya ni lazima zifike robo finali, ndio zinaweza zikawaridhisha mashabiki wao kuonesha ya kwamba kuna kitu wanacho. Ukishapoteza kwenye hizi mechi ambazo zinafuata, unajipa mzigo mkubwa zaidi kuelekea kwenye zile mechi zingine zilizobaki, kwa sababu kwenye bezi ya mechi 6 utakuwa umebakiza mechi 4 ambazo zitakulazimisha lazima ushinde 3 ambazo zimebaki na ushinde mseto, kwa sababu utatakiwa ushinde nyumbani na wakati mwingine ushinde ugenini. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa ni kuamini na mashabiki kuendelea kuziombea timu zao ya kwamba zina uwezo wa kupata ushindi. Naam, nikushukuru kwa sasa Nkini, pasi na shaka tutaungana hapo baadaye kwa ajili ya kuweza kutazama mengine mengi. Naam, huyo ni mchambuzi wangu Philip Nkini, ameweza kutupitisha katika kile ambacho tunategemea kukiona katika ligi ya mabingwa Afrika, ambapo wawakilishi wa Tanzania Young Africans wenyewe watakuwa dimbani kesho, lakini kwa upande wa Simba Sports Club nao pia watakuwa ugenini kukipiga katika mchezo wa weekendi. Huu ni mshike, yapo mengi ukiyafahamu tutakaporejea, lakini si vibaya nikakufahamisha wala kwa muhtasari. Naam, huu ni mshike, tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea yapo mengine mengi ambayo tutakufahamisha. Asante kwa kuendelea kutazama mshike, bado upo nami Akida Kilango. Tumeanza kufahamu mengi ambayo tumekufahamisha hapa, lakini kwa sasa kama ambavyo nilikufahamisha, lipo swali ambalo tumekuwekea mitandaoni na yapo majibu ambayo uliweza kutuandikia, lakini kwanza nikukumbushe swali lenyewe lilikuwa ni hili: Yanga na Simba zinashuka dimbani Novemba 28 na 30 kusaka alama 3 CAF Champions League. Je, unaionaje nafasi ya timu hizi kushinda zikiwa ugenini? Swali lilikuwa ni hilo, lakini sasa nitazame kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu, na tukianza na ukurasa wa Facebook. Huyu ni Haidar Athumani, anasema Simba na Yanga zote wana mechi ngumu, lakini tuna imani na timu zetu kwa sababu washacheza sana kwenye mazingira magumu na wakapata matokeo. Tunachotakiwa ni kuendelea kuziombea ili zisonge mbele kwenda robo finali. Tusisahau pia kulipia visimbuzi, maana mwezi wa 12 ni wa moto AFCON. Hiyo huyo ameandika hivyo, lakini Edward Po nawapa nampa 100% Simba atashinda ugenini kwa sababu kutoka kupoteza mchezo wake wa nyumbani, kwa hiyo lazima ajitahidi pasavyo apate ushindi ili awe na matumaini ya kwenda robo. Lakini Yanga mpinzani wake ametoka kupoteza. Ernest Shumbi kutoka Simanjiro anasema namuona Simba akiendelea kupoteza kama kocha akiendelea na mbinu zile za kucheza bila mshambuliaji asilia, na Yanga namuona akiendelea kuongeza alama 3 au 1 kama wakiendelea walipoishia. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook, lakini sasa tutazame kile ambacho umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Huyo ni Nyaru Junior. Raundi ya kwanza timu 3 za Tanzania zilianza vibaya, ila saa hizi japo wakubwa wote wapo ugenini, nafikiri wakiweka jitihada watapata matokeo, kwa sababu kushinda ugenini au kufungwa nyumbani sio dhambi, bali ni mpira umeamua kukusaliti. Lakini Christopher Sule kutoka Bashnet Manyara anasema Simba na Yanga kwanza wanapaswa kusahau matokeo yaliyopita, halafu wafocus na mechi zilizo mbele yao. Pia pressure za nje ya uwanja zisiwatoe mchezoni. Binafsi nazitakia kila laheri. Amehitimisha kwa kusema hivyo. Lakini Halfani Hemedi wa Arusha Mianzini, kwa mtazamo wangu, yani mtazamo wake yeye, timu zetu zina nafasi, ila mashaka yangu ni kinachoendelea kwenye uongozi wa Simba. Inaweza ikawa tatizo ndani ya uwanja
na nje ya uwanja. Hao ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, na pia unaweza kuwa sehemu ya wale watakaosoma jumbe zao hapa kwa kuandika ujumbe kutokana na swali la siku ambalo tunakuwa tumekuandikia hapa katika Mshike Mshike. Lakini tukiendelea kutazama mengine hapa katika Mshike Mshike, kikosi cha matajiri wa jiji Azam FC leo kimekamilisha maandalizi yake kuelekea katika mchezo wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Wydad Casablanca utakaochezwa kesho kwenye uwanja wa New Amani Complex saa 1 kamili usiku. Mazoezi hayo yamekuwa ya utimamu wa mwili, mbinu pamoja na umakini, yakiongozwa na kocha wake Florai Benge kwenye uwanja wa New Azam Complex, kwenye uwanja wa New Amani, na Azam FC itashuka dimbani kesho kusaka alama 3 za kwanza kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho Afrika baada ya kupoteza katika mchezo wao wa kwanza ugenini walipokipiga dhidi ya AS Maniema. The preparation was not bad. We lost the game in Maniema. Maandalizi hayakwenda vibaya. Tulipoteza mchezo dhidi ya Maniema na tumeona kwa nini tulipoteza mchezo huo. Kwa hiyo jana tumefanya mazoezi ili kurekebisha makosa ya mchezo uliopita na kuwa bora zaidi kwenye mchezo huo. To play the best game as possible. We as players, we have prepared ourselves very well. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kiakili na kimbinu. Tunashukuru Mungu kwa hilo. Tunatambua Wydad ni timu kubwa na hakuna mechi nyepesi. Hivyo kila mchezo ni mkubwa kwetu na tumejiandaa vizuri. It's a big game to us. So we prepared ourselves very well. Namni Florai Benge pamoja na Nasoro Saduna hawa kizungumzia maandalizi kuelekea katika mchezo wao wa kesho. Lakini sasa tuwageukie mashabiki wa matajiri wa jiji Azam FC, ambapo mashabiki wa timu hiyo visiwani Zanzibar wamewataka mashabiki wenzao kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kumiminika kwenye uwanja wa New Amani kuipa nguvu timu yao itakapozisaka alama 3 za kwanza kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Wydad Athletic Club, mchezo ambao utapigwa kesho na kuonyeshwa mubashara kupitia hapa Azam TV. Nawasihi watu wa Zanzibar wenzetu tuje kuiunga mkono timu yetu ya Azam kwa pamoja. Tuache utimu wa Simba na Yanga. Hii sasa hivi tunapeperusha bendera ya taifa. Naomba sana mashabiki wenzangu wa Tanzania, mashabiki wenzangu wa Zanzibar, tuje kuisupport timu yetu ya Azam FC sana. Vijana pamoja na washabiki mbalimbali wa Azam FC waliopo katika visiwa hivi wanaombwa waweze kufika katika uwanja huo ili kuweza kuungana nasi pamoja katika kulinda jambo hili hapa. Mimi naamini kila kitu kinawezekana, mimi naamini ushindi upo. Na waomba watu wengi wajitokeze kuja kuangalia burudani ya mpira, kuja kuangalia timu ya mpira Azam FC. Yaani tunachowaahidi washabiki wa mpira, tunachowaahidi washabiki wa Azam FC, hatutaweza kuangusha kama timu fulani ambapo tuliwaangusha washabiki wao. Kwa hiyo hatushughuliki na majina ya wachezaji kama Aziz Ki ambaye mchezaji anatokea benchi. Sisi kuna wachezaji ambao wana uwezo hawatokei benchi. Kwa hiyo tunaamini na tuna matumaini makubwa kwa mechi ya kesho kushinda bila pressure ya aina yoyote. Atoki Mwarabu, yani kivyo vyote vile lazima tutawaadhibu, pointi 3 tuchukue. Ukileta fyatu tajikuta kilioni, utaacha pointi 3. Nawaambia jamani, Waarabu wameakanyaga, pointi 3 tunazitaka. Mashabiki wa Azam FC hao kutoka kule Zanzibar. Na kwa sasa naungana na mchambuzi wetu wa masuala ya kabumbu Philip Nkini kwa mara nyingine tena kwenda kutazama kile ambacho tunakiendea weekendi. Azam FC watakipiga dhidi ya Wydad ambao sasa wana alama 3. Maniema na Union nao na alama 3. Azam FC na Nairobi United ndio hawana alama katika mchezo huu. Utakuwa ni mchezo wa aina gani? Za Azam mwanzo ilikuwa kufika hatua ya makundi, lakini ukishafika hatua ya makundi lazima kuna kitu kingine unakihitaji ambacho ni kwenda mbele zaidi kutoka kwenye hatua ya makundi kwenda robo finali. Kwa hiyo ili waende robo finali ni lazima washinde mechi zao za nyumbani kwa sababu ugenini walishapoteza. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni mechi ngumu, lakini sina shaka sana na kikosi cha Azam kwa sababu tayari kina wachezaji wana uzoefu, tayari kina mwalimu ambao ana uzoefu na soka la Afrika, ashafanya vizuri, wachezaji wengi anawajua. Kwa hiyo naamini ya kwamba bado kuna kitu wanaweza kufanya, pamoja na kwamba wanaenda kucheza na timu ngumu zaidi kwa sababu Wydad ni product ambayo ni ya ligi ya mabingwa, lakini bahati mbaya ipo kwenye kombe la shirikisho. Na ukitazama wakati wanaondoka, viongozi wao walikuwa wanawaambia kwamba target yao ni kuchukua ubingwa, hawana kingine chochote cha kupoteza.
hao walitengeneza timu kwa ajili ya klabu bingwa dunia, unakumbuka. Kwa hiyo timu yao ilikuwa ina matarajio makubwa zaidi. Kwa hiyo kwenda kucheza nao ina maana Azam lazima wajitoe kwa nguvu zaidi, na kikubwa ambacho Azam wanatakiwa kufanya ni kuhakikisha yale makosa ambayo walifanya kwenye mechi ya nyuma hayajirudi tena kwenye mechi hii. Licha ya kwamba hawa walitengeneza kikosi kwa ajili ya ile FIFA World Club, lakini kwa Azam FC na kikosi chao si cha kubeza, kwa sababu wana wachezaji wenye majina makubwa lakini uwezo mkubwa pia wapo dimbani. Ndio maana nikasema mwanzo, ukitoa tu wachezaji ambao wana uzoefu na ubora ambao wanao, lakini pia wana mwalimu ambao ni bora zaidi kuliko mwalimu ambao wanao Wydad. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ni kwamba mechi itabalance, itakuwa na ubora wake, lakini Azam ili ashinde lazima asifanye kama alivyofanya Kongo. Yaani hilo hata huwezi kuliepuka, kwa sababu Messi siamini kama Azam walikuwa wanastahili kupoteza mechi iliyopita. Azam mechi iliyopita ni wachezaji wenyewe waliangusha timu, kwa sababu nafasi nyingi walipata za kufunga. Kama wakiweza kuzibadilisha zile nafasi wakiwa kwenye uwanja wa Amani zikawa magoli, basi wana uwezo mzuri zaidi wa kuwafunga Wydad. Bila shaka watafanya hivyo, kwa sababu hata mashabiki tunafahamu kuna tiketi 10,000 zile ambazo zimetolewa. Kuna tiketi za 2,000, tiketi za 1,000, lakini pia kupitia Azam TV mchezo wenyewe utakuwa ukionekana mubashara. Tutazame sasa ratiba katika upande wa kombe la shirikisho, hali iko vipi katika upande huo Nkini? Ukitazama ndio hiyo mechi ya Azam ambayo tumeizungumzia, ni mechi ngumu. Ukiona hiyo mechi bado inakupa picha ya kwamba kuna kitu ambacho Azam wanaweza kufanya baada ya kupoteza mechi ya kwanza. Lakini unakuja unaona Oto ambao walipoteza mechi ya kwanza, wanakwenda nyumbani kwao kucheza na CR Belouizdad. Hao Belouizdad pia nao tunawajua kwa sababu wameshakuja hapa mara kadhaa, waliwahi kukutana na Yanga. Ni moja ya timu bora, lakini bado tunaamini ya kwamba mechi hii inaweza ikawa na balance nzuri, kwa sababu wenyeji wanajua kwamba mchezo wa kwanza hawakufanya vizuri, wanatakiwa wafanye vizuri kwenye mchezo huu. Singida na Stellenbosch, hizo timu zote na ukiona nayo pia ni timu ambayo tunaifahamu. Singida walipoteza mechi ya kwanza, wanatakiwa lazima washinde hii mechi ili kujitengenezea mazingira mazuri. Bado wana uwezo, wana wachezaji wenye uzoefu mkubwa, wana kina Chama, wana mwalimu mzuri ambao tayari kwenye michuano ya Afrika anaelewa nini anafanya. CV yake. Wanakipiga dhidi ya Stellenbosch ambao dimba la Amani wanakumbukumbu nalo mbaya. Wanakumbukumbu nalo kwa hiyo sio wageni sana. Nairobi United ni mara ya kwanza, mechi yao ya kwanza ya hatua ya makundi, wanaenda kucheza nyumbani, kucheza na AS Maniema. Hao tumewaona walionyesha uwezo mzuri, tayari wana base ya pointi 3. Wanakwenda kuamini ya kwamba wanaweza wakachukua pointi 3 pale Kenya. Tusubiri tuone nini ambacho kitatokea, lakini kwa jinsi Nairobi walivyocheza bado wana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha ya kwamba wanaendelea kusalia kwenye mashindano haya. Nikushukuru sana Philip Nkini, lakini nikukumbushe kwamba lipia kisimbuzi chako cha Azam TV ili basi mambo yaweze kuwa mazuri. Kwa weekend siwezi kuachanisha lipia. Fanya hivyo kwa Azam Pesa inakuwa vizuri zaidi. Asante. Shukrani sana. Na tukiendelea kutazama mengine katika mshike, bodi ya ligi kuu imesisitiza juu ya timu kuweka mkazo kwenye miundombinu ya viwanja vyao ili kuongeza ubora katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa ujumla. Nilizungumza kiupekee kidogo kwamba kabla hatujaanza msimu tuliweka wazi kwamba tutacheza ligi kwenye viwanja ambavyo vina ubora tu. Hatutokubali kucheza mchezo wote wa ligi kwenye uwanja ambao hauna ubora. Na kwa bahati mbaya katika mizunguko hii 8 tumeshuhudia viwanja kadhaa vikiwa havina ubora. Na kama unakumbuka kwamba tulichokifanya sisi ni kuondoa hivyo viwanja kwenye orodha ya viwanja vyetu vinavyotumika kwa michezo ya ligi. So hatuna mjadala kwenye jambo hilo, kwa sababu tulishasema tunataka viwanja bora tu. Kwa hiyo uwanja wowote ambao unaonekana kupoteza sifa, hata ikiwa kwa kiwango kidogo vipi, basi moja kwa moja unaondolewa kwenye orodha ya viwanja vinavyotumika ama vilivyoidhinishwa kutumika kwa michezo ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa, jambo ambalo linanisukuma sasa kutoa wito kwa klabu zetu kwamba ni wakati wao kuwekeza nguvu kubwa kwenye maboresho ya viwanja. Muda wote unapopata nafasi ya kufanya maboresho kwenye uwanja wako, basi fanya hivyo ili uwanja uendelee kuwa kwenye hali nzuri kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu. Utakumbuka tulikuwa na mapumziko hapa kwenye kalenda ya FIFA. Kilikuwa ni kipindi bora sana cha klabu zetu kufanya maboresho na tulizikumbusha pia. Kwa hiyo tunaporejea baada ya mapumziko hayo alafu tunakutana na uwanja ambao hauna sifa, kwa kweli ile kamati ya leseni za klabu ya TFF haiwezi kukaa kimya kwenye eneo kama hilo, kwa sababu jukumu lao ni kuhakikisha tunacheza ligi, klabu zetu zinacheza ligi zikiwa zinatekeleza masharti ya kanuni ya leseni za klabu kwa 100%. Katika hatua nyingine, Boimanda amezungumzia ushindani uliopo katika ligi kuu ya NBC.
imekwenda vizuri, tumefanikiwa kiasi kikubwa. Haiwezekani kufanikiwa kwa 100% kwa sababu mambo mengi mazuri huwa yanakutana na changamoto ambazo unapofanikiwa kuzitatua basi ndipo unapozidi kusonga mbele. Kwa hiyo tumefanikiwa kiasi kikubwa, tumeshuhudia kila kitu ambacho tulikitarajia kwenye viwanja vya ligi kuu ya NBC. Tuzipongeze klabu zetu kwa usajili bora ambao umesababisha tuone viwango vya hali ya juu viwanjani, lakini pia kuajiri maafisa bora wa ufundi. Makocha tulionao kwenye ligi kuu ya NBC sasa ni makocha wa viwango vya juu sana. Kwa hiyo kile ambacho tunakiona viwanjani kwa kweli ni kitu kikubwa chenye ubora. Tunaona ushindani, tunaona burudani, lakini ufundi ule ambao tulikuwa tunautafuta wakati tunafanya mabadiliko ya kanuni, tunafanya maboresho ya kanuni kuhakikisha makocha wanaofundisha klabu za ligi kuu wanakuwa na hadhi ya juu, basi tunakiona sasa. Kwa hiyo kwa kifupi tuseme mizunguko 8 imekuwa bora kwenye ufundi, imekuwa bora kwenye usimamizi na imekuwa bora kwenye eneo la miundombinu. Kuna mshike tupate mapumziko mafupi, nitarejea. Kwa kuendelea kutazama mshike, makocha na wachezaji wa timu za Mashujaa FC na Dodoma Jiji wameweka wazi utayari wa vikosi vyao kuelekea katika mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara utakaopigwa kesho katika uwanja wa Lake Tanganyika. Sisi tumeendelea kufanya masahihisho ya mapungufu ambayo tuko nayo. Tumepata vipindi vitatu vya kufanya masahihisho na kuona kesho tunakuwa na ubora zaidi katika hilo eneo. Matumaini yangu tutacheza kwa tahadhari, kwa kuheshimu na kuona tunapata ushindi. Kwa upande wa wachezaji tumejiandaa vizuri kwa 100%. Tunajua tunaenda kucheza mechi ngumu. Mpinzani ana timu nzuri, ana wachezaji vijana ambao wana uwezo wa kupambana, kujituma. Kwa hiyo sisi kwa upande wa wachezaji wote ambao tuliosajiliwa na timu kwa tumejiandaa kupata matokeo katika mechi yetu ya kesho dhidi ya Dodoma Jiji. Maandalizi yetu yamekwenda vizuri. Nafikiri tutakuwa na moment ambayo tutatrain tena leo katika kiwanja cha mazoezi kwa ajili ya kufeel na kuwapa wachezaji muda wa kuangalia ni namna gani ambavyo watakavyoweza kutumika katika pichi hiyo. So far hatuna majeruhi kikosini, zaidi ni kwamba wachezaji wote ambao tumesafiri nao wako katika hali nzuri ya kimwili pamoja na kiakili. So tunaendelea at least kuona namna ambavyo tunaweza tukamalizia haya masaa 24 kabla ya mchezo, lakini niwahakikishie tu kwamba kikosi chetu kiakili na kimwili kiko vizuri. Maandalizi yetu kwa sisi wachezaji yanaenda vizuri, walimu wetu wametuandaa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kupitia mchezo wetu wa kesho dhidi ya Mashujaa. Morali ya wachezaji wangu ipo siku zote. Sio katika mchezo huu, katika mchezo huu iliyopita. Na tuna imani kubwa sana katika mchezo wa kesho tunaenda kupata matokeo mazuri. Jiandaa ni kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi tunaenda kupambana ili tupate matokeo mazuri tutoke chini. Katika hatua nyingine, kocha wa Dodoma Jiji FC Aman Josia na baadhi ya wachezaji wa timu hiyo wamesema wamejiandaa kikamilifu kupambania alama 3 katika mchezo dhidi ya Mashujaa FC utakaopigwa kesho dimba la Lake Tanganyika, wakati ambapo meneja wa Mashujaa FC Athman Amri amesema wanajivunia kikosi imara kuhakikisha wanapata matokeo chanya hapo kesho. Taarifa zaidi na Jacob Rovilo kutoka Kigoma. Tayari walimazabibu wa Dodoma walishabisha hodi mkoani Kigoma na sasa wakifanya mazoezi ya mwisho hapa uwanja wa CCM Lake Tanganyika tayari kwa ajili ya kuwakabili Mashujaa FC wana mapigo na mwendo hapo kesho. Nini ambacho kocha wa timu hii Aman Josia anazungumza kiufundi kuelekea kesho, lakini pia wachezaji wenyewe ambao wanatafsiri mazoezi hayo katika uhalisia kesho wako tayari kwa kiwango gani? Tumejaribu kuobserve kile ambacho wapinzani wetu wako nacho, uimara wao, mapungufu yao, lakini zaidi ni uimara ambao wako nao hapa nyumbani, namna ambavyo sisi tunaweza tukawaona pia uwanjani, style yao wachezaji pamoja, ni wapi ambapo pana uimara, wapi ambapo pana madhaifu. So kila kitu tumekiweka kwenye vichwa vyao na haya maandalizi tunayofanya nafikiri mili iko tayari. Ni swala watakavyorara, watakavyoamka ili kusudi waweze kutupa kile ambacho tulichoelekezana karibu hizi siku 3 ama ngapi za maandalizi. Nadhani kama unavyoona
tunafanya maandalizi yetu ya mwisho. Nadhani tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na tutakuwa vizuri zaidi kwenye mchezo wa kesho. Wakati wakieleza hayo kwa upande wa Mashujaa, wao walimaliza mazoezi yao ya mwisho hapo jana, lakini hii leo msemaji wao amejaribu kujinasibu kwa kile ambacho wanaamini ni matarajio yao hapo kesho. Angalia Mashujaa ina kikosi kizuri sana, tuna wachezaji wazuri, tuna kila quality ya wachezaji tunayo katika timu. Labda kwenye upande wao tu wa kuonyesha kile kitu walichopewa na walimu katika pitch, kile ndo kitu kikubwa ambacho tunakwenda kiangalia hivi sasa. Yote hayo unaweza kusema ni tambo au matarajio. Uhalisia ni baada ya dakika 90 hapo kesho kuona nani ambaye atatoka anacheka au amenuna au itakuwa sawa. Jacob Ruviro, Azam Sports, Tanganyika, Kigoma. Mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania Alphonce Simbu ameondoka nchini alfajiri ya leo kuelekea Monaco, Ufaransa kwa ajili ya kushiriki hafla ya utoaji tuzo ya mwanariadha bora duniani. Kwa nitumia nafasi hii kuwashukuru sana Watanzania wote ambao wamenipigia kura nyingi, na ninaamini kwamba kwa kura zao tutapata ushindi kama Watanzania. Na tukumbuke mwaka huu tulishinda medali ya dhahabu kama Watanzania. Kwa tunaamini kwamba na hii tuzo ya mchezaji bora wa dunia itarudi kwetu. Kwa kweli ninawashukuru sana Watanzania wote. Tumia nafasi hii pia kuwashukuru waandishi wa habari ambao kwa kweli wameendelea kwa kipindi chote kile ambacho kura zilikuwa zinaendelea kupigwa, waliendelea kuhamasisha. Kwa kweli natumia nafasi hii pia kushukuru Shirikisho la Riadha Tanzania kwa umoja wao kupitia kwa rais pamoja na katibu wake na members wote, bila kuwasahau Baraza la Michezo la Taifa. Kwa kweli safari hii pia wameifanikisha wao. Sema Baraza la Michezo pia wanawakilisha serikali kwa ujumla. Kwa hiyo ninawashukuru sana. Kwa safari hii naomba Tanzania endelee kuniombea na wale wote ili tuweze kufanikisha kupata hii tuzo. Itakuwa ni heshima kubwa sana kama Tanzania tukipata hii tuzo ya mchezaji bora wa dunia. Mafanikio makubwa ambayo yalipatikana Tokyo, Japan kwenye mashindano ya dunia ndio yananipa matumaini makubwa sana. Na pia kura za Watanzania na watu tofauti kutoka nje ya Tanzania, kwa sababu nimepigiwa kura si na Watanzania peke yao. East Africa, watu kutoka Marekani, watu kutoka Ulaya, na walikuwa wengine wakinitumia message kwamba nimekupigia kura, wamepigia kura. Kwa ninaamini kwamba kura zitakuwa zimetosha na tutarudi na ushindi huu bila shaka. Namni Alphonce Simbu huyo akielekea katika tuzo hiyo, na huu ni mwisho wa mshike mshike, lakini nikukumbushe miongoni mwa yale ambayo tulikuwa nayo usiku huu ili kwa sasa uweze kujua ni yapi ambayo tulikuwa nayo usiku huu hapa katika mshike mshike na ambayo iliandaliwa kwako na mtozi Alwatan Ramadhani Ngoda. Yanga Sports Club yafanya maandalizi yake ya mwisho kuikabili JS Kabylie ugenini hapo kesho. Kikosi cha Simba Sports Club cha wasili salama Bamako, Mali, tayari kusaka alama 3 dhidi ya Stade Malien Jumapili hii. Na mshambuliaji Niklas azitoa udenda Inter Milan na AS Roma dirisha dogo la usajili. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike mshike. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango, Akidu Kaida, utakia usiku mwema.